sababisha vifo kwa watu 6 na wengine 1000 kujeruhiwa. Baada ya shambulio hilo, kundi la Al-Qaeda lilidai kuhusika na shambulio hilo. Na historia inatukumbusha balozi za Marekani nchini Tanzania na Kenya zilishambuliwa kwa wakati mmoja. Wakati balozi za Tanzania na Kenya zinashambuliwa, kwa upande wa Tanzania, wakati huo Wilson Mwansasu alikuwa kamishna msaidizi wa jeshi la polisi, alitoa taarifa za awali. Uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa bomu hilo lilitewa kwenye gari la mafuta, yani tanki la ubalozi huu wa Kimarekani, na wakati linaingia katika eneo la ofisi hizo kupitia mlango wa nyuma wa barabara ya Laibon, bomu hilo lililipuka. Madhara yaliyotokea ni kama ifuatavyo: watu 6 wameuawa, huenda wapo zaidi waliouawa, na upekuzi katika ofisi za ubalozi huu. Lakini katika shambulio hilo la Nairobi, inasadikika watu 213 waliuawa na watu 11 wakapoteza maisha katika shambulio la Dar es Salaam. Licha ya ukubwa wa taifa la Marekani, lakini mpaka kufikia mwaka 1996, kundi la wapiganaji la Al-Qaeda linaloongozwa na Osama bin Laden lilikuwa na picha kamili jinsi ya kuishambulia Marekani. Baada ya kupata picha kamili jinsi ya kuishambulia Marekani, kundi la Al-Qaeda likaamua kuchagua njia ya kuteka ndege ndani ya ardhi ya Marekani ili kufanikisha zoezi hilo la uvamizi. Yakachaguliwa makundi 4 ya vijana ambao walikuwa marubani 4 ambao watapewa mafunzo ya kuendesha ndege, na vijana wengine 15 ambao watakuwa na nguvu ya kuwadhibiti abiria, marubani na wahudumu ambao watataka kujitetea. Akachaguliwa kijana ambaye angeweza kurekodi video katika maeneo nyeti ya Marekani na kutumwa kwa wakubwa ili kufanikisha misheni yao ya uvamizi. Vijana hao walipewa mafunzo ya urubani nchini Marekani na kufanikisha kuteka ndege za abiria na kufanya uvamizi ambao muda mrefu waliupanga kuitikisa Marekani. Baada ya shambulio hilo la Septemba 11, 2011 kugonga majengo mawili yaliyokuwa jijini New York nchini Marekani, watu wengi walionusurika walisumbuliwa kwa muda mrefu na magonjwa mbalimbali ikiwemo saratani kutokana na moshi mzito, vumbi zito na kemikali walizovuta wakati wanajiokoa. Wakati huo rais wa Marekani kwa wakati huo alikuwa George Bush, akatangaza vita na Afghanistan, akilenga kumsaka kwa udi na uvumba kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Laden na washirika wake wote waliohusika kwa namna moja au nyingine kufanikisha kutokea kwa shambulio hilo.